Wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Alhamisi, juma la 5 la Kwaresma. Masomo ya leo yanatualika kuwa na imani na tegemeo kwa Mungu. Katika somo la kwanza lilotoka katika kitabu cha Mwanzo, tunasoma kuhusu agano la Mungu na Ibrahimu. Mungu anamchagua Ibrahimu si kwa sababu ya mali au sifa zake, bali kwa sababu ya mapenzi yake ya kuendesha mpango wa wokovu. Ahadi ya Mungu inagusa si tu uzao wa Ibrahimu, bali kila kizazi kinachokaa chini ya mpango wa Mungu. Agano hili linatufundisha kuwa Mungu daima uheshimu ahadi zake na kila neno lake lina nguvu ya kutimiza, bali bila kujali changamoto, shaka au hofu zinazotokana na maisha yetu ya kila siku. Ibrahimu alionyesha imani thabiti, akikubali mpango wa Mungu hata bila kuona matokeo yote, akijua kwamba Mungu ni mwaminifu. Hii ni kielelezo cha jinsi sisi pia tunavyopaswa kushika maneno ya Mungu na kuishi maisha ya utiifu hata pale ambapo changamoto zinatukwaza na hofu zinatujaza. Katika somo la Injili iliyoandikwa na mwinjili Yohana, Yesu anatuonyesha kuwa kushika neno lake ni msingi wa kushika uzima wa milele. Analiunganisha tukiangalia kutoka Ibrahimu alifurahia kuona siku ya Kristo, na sasa Yesu yuko kati yetu, akituonyesha kwamba kila ahadi ya Mungu inatimizwa. Kama tulivyoona kwa Ibrahimu, ahadi yake ilitimizwa, naye Yesu yuko leo kati yetu kuonyesha kwamba ahadi ya Mungu pia inatimizwa. Hapa tunaona uhusiano moja kwa moja kati ya imani ya zamani katika Agano la Kale na wokovu wa sasa. Yesu anadhibitisha ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu na vizazi vyake, na kwa kushika neno lake sisi pia tunapata maisha ya milele. Masomo ya leo yanatufundisha kuwa na imani ni si kwa maneno tu, bali ni kwa vitendo. Katika kulishika neno la Mungu unatupa mwanga na tumaini pale ambapo hofu na mashaka au majaribu ya kila siku yanatuzunguka. Hivyo leo tunaalikwa kuishi maisha ya imani na utayari wa kushika ahadi za Mungu. Na maisha yetu ya sasa kwa vile yana changamoto nyingi, maradhi, matatizo ya kifamilia, changamoto za kiuchumi na hata changamoto za kiroho kama shaka, kukata tamaa na kadhalika. Hivyo tunaalikwa kuwa na imani na tukimtegemea Mwenyezi Mungu kwa kuyashika maneno yake. Hivyo basi masomo ya leo ni mwaliko kwa kila mmoja wetu kujiweka chini ya mpango wa Mungu, kushika ahadi zake kwa imani na kuishi maisha ya utiifu na upendo. Hii katika changamoto za kila siku, lakini pia ni fursa ya kushiriki wokovu wa Yesu Kristo. Maisha sasa yanapokuwa magumu, masomo ya leo yanatufundisha kuendeleza imani, kuishi kwa utu na kumtumainia Mungu. Daima yeye hatatuacha katika changamoto hizo, atatutoa. Niwatakie siku njema. Tumsifu Yesu Kristo.